Naam, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa ndani ya Mwenge wa Kaunti, lakini kabla ya kurudi kwa waheshimiwa, hem tusikize Boniface Barasa kutoka kaunti ya Samburu akiwa anazungumza na wananchi kuhusiana na mada yetu ya leo. Nimrod Tabu, swadakta sana, tunakuja moja kwa moja toka gatuzi la Samburu, na tunapozamia swala hili zema la kuweka kwenye mizani majukumu na afisi ya wakilishi wa kike kwenye taifa hili. Ninao baadhi ya wakazi wa gatuzi la Samburu kubaini endapo wanafahamu afisi hii ya mwakilishi wa kike wa kaunti ya Samburu, na je, imeleta mabadiliko gani kwao kama wapiga kura. Tunasema nao. Mwanzo jitambulishe kwa majina. Unafahamu afisi ya mwakilishi wa kike wa kaunti, na kule unapoketi kama mwananchi, afisi hii imeleta mabadiliko gani kwenu ninyi kama wafugaji na kama wananchi wa kaunti hii? Asanti. Ameleta mabadiliko kubwa sana. Mwanzo unafahamu afisi hiyo? Nafahamu hiyo ofisi kabisa ya Mheshimiwa Pauline Longoris, nafahamu sana, Women Rep Samburu County. Nafahamu sana. Amefanya mabadiliko kubwa sana kwa Samburu County. Kama yapi? Kama sisi wamama wa Samburu tulifurahia sana. Wamama wa Samburu samani tulikuwa tunauza tu kwa nje, tunanyeshewa, tunapikwa na jua, na saa hii ametuletea sisi soko kubwa sana. Ameletea sisi mle mahali tunakaa, atunyeshewi na hatuwezi kupika watu na pumbi. Kitu kingine, sisi wamama wa Samburu tumefaidika sana na vijana na watu wakaaji wa Samburu. Hata pesa tumepata, anatupatia pesa, hata tufanya naye maendeleo, tuamuke, ametufanyia hivyo. Hata kwa upande ya shule ametuangalia sana. Hata watoto wetu wanapeleka shule, hata kwa vile hii mama unapozungumzia kupelekwa shule unamaanisha basari mnapewa naye? Basari anapea watoto basari, anapeleka watoto wetu shule. Hata siwezi sahau vile alituletea sisi ambulance kwa hospitali yetu ya Kisima. Hiyo ni mabadiliko pia. Kwa vile hatujaona mabadiliko ambulance ameletwa na mama Samburu County. Wengi wanasema wanasiasa wanawabagua, wanawazawadi wandani wao, marafiki zao. Pengine yeye hali ni hiyo ama kuna usawa? Hapana, hii mama ni kuchapa kasi na hawezi gawa watu. Matent. Kwa mama ameleta matent. Wao ndio msunguka kwa hii matent, sasa tukifanya siku masichi, tukifanya hata sikukuu dogo, msichana kuolewa, kufanya kila kitu. Tent mama anaonekana kila mahali. Na samani hatujawahi kuona kitu inaitwa tent. Umesikia mwenzako alivyomiminia sifa mwakilishi wa kike wa kaunti hii. Wewe kama mkazi wa kaunti, umeona hayo ama ni porojo tu anazojaribu kuibua? Nimeyaona hayo yote yamesema na ni ukweli. Naye mimi naitwa Paris, mkaji wa Maralal Town, na mimi ni activist wa GBV. Nafanya case management, healing and recovery na empowerment. So kwa our women lab huwa anatupea GAF. Anatupea pesa, tunaweza kusaidika kama survivors. Na ningesema so hii pesa isitolewe, kwa sababu ikitolewa yule survivor ataenda wapi? Atarudi pale kwa ile shida alikuwa naye. Nimrod Tabu, ni akina mama ambao wamefaidi na hazina hino ya GAF na wanaibua kauli zao kwamba wanafahamu afisi hino ya mwakilishi wa kike na imekuwa ya heri sana ya kuwafuta machozi. Baadhi wakisema ni wale waathiriwa wa dhuluma za kijinsia wamefaidi na hazina ya GAF. Akina mama pia wakisema wamepewa mahema, wamepewa mtaji wa kuanzisha biashara. Hao wote ndio wanabaini ama ndio wanaweza tu kuthibitisha kwamba hazina hino ina muhimu sana ama imekuwa yenye heri kwa maisha yao. Sisi hatuwezi kuandikia mate, wenyewe wametumia wino kuandika. Niruhusu nitie kikomo. Naam, asante sana. Huyo ndiye alikuwa ni Boniface Barasa akizungumzia pamoja na wananchi kufahamu majukumu na kadhalika. Mheshimiwa Gertrude, kabla tuende mapumzikoni, nilikuwa nimeuliza swali la kizushi kwamba ni kwa nini pengine mwingine akatazama akaona kwamba mmejitwika majukumu mengi. Je, inawalazimu kufanya hivyo kwa sababu fulani? Na pili, msipofanya mko hatarini katika kuanguka uchaguzi au kutajwa kama kiongozi ambaye hajali maslahi ya kina mama ambaye amechaguliwa kuwakilisha maslahi yao kina mama, kina dada, wasichana na kadhalika? Asante Nimrod. Kwa kweli tunafanya majukumu mengi ni ya kiubinadamu. Usipofanya ile ambayo tunaita kwa kimombo humanitarian. Yes. Maana sasa utapata kuna majukumu mengi tu ya kina mama, wasichana wadogo ambayo hayako katika roles zetu. Roles ni tatu tu kawaida tu, na zile za mbunge wa single constituency, uwakilishi, utungaji sheria na oversight. Majukumu matatu peke yake tumepewa na katiba kama mbunge yule wa kawaida, lakini yale majukumu ya kibinadamu utaona uko kama mwakilishi wa kike utalipa bills, either the hospitali,
zile za kawaida tu zinapata watu wetu. Twalipa fees za watoto ambao ni jukumu la mwakilishi wa eneo bunge single constituency moja. Wao ndio wanapewa pesa. Wabunge wale wanapewa pesa over 40 million ya basari. Lakini utakuta hata kwa wodi zao zile chache. Mimi ndani ya jimbo la Kilifi niko na maeneo bunge 7. Maeneo bunge wodi 35. Lakini utapata wale wanatoka pale kwa ward wanatafuta fee kwa mwakilishi wa kike. Wale wanatoka kwa constituency ambazo mbunge ana over 40 million basari money wanakuja kwa mwakilishi wa kike. Lakini sisi tumetafuta majukumu yale yanagusa mwananchi wa kawaida, kama kulipia fee watoto vulnerable, wale watoto wanatoka jamii za mapato ya chini, full scholarship. Mimi hiyo ndio linaangazia vizuri sana mpaka nikaweza kurudi tena mara ya pili ndani ya bunge. Ukifika kwa ground, ule msichana ameachwa kabisa, hajashughulikiwa na mtu yoyote, na hizi pesa ziko pale kwa wabunge, ziko pale. Wakilishi wodi wana pesa zaidi ya zetu, kwa zana wodi tu, lakini kama kwangu ana zaidi ya milioni 35 katika wodi moja. Lakini zile pesa tunapewa sisi, wanazungumza na wenzangu hapa, kama itawezekana mfumo huu, bajeti hii inayokuja, sisi wakilishi wa kike tupewe pesa equivalent, usawa na eneo bunge moja katika kaunti yangu. Kilifi niko na maeneo bunge 7. Nipewe pesa za eneo bunge moja tu kutumia kwa kaunti nzima. I'll be home and dry, Nimrod. Majukumu tunafanya, niko na full scholarship program. Watoto zaidi ya 160 saa hizi wanakuja kulipiwa fee. Na wale wengine wa basari ndogo za college, university, wote wanalipiwa kutoka kwa ofisi ya mwakilishi wa kike. Nimepeana machines, sewing machines kwa polytechnic zote za wodi zangu ndani ya jimbo, ambao hakuna kiongozi mwingine anafanya hivyo. So kuna vitu vingi tunafanya. Unaona mradi kama wa maboti hizo, unanunua na pesa nyingi, lakini tumeangalia yule mwananchi wa kawaida, yule anahitaji, sisi ndio majukumu tunaendea. Kwa hivyo mtoto wa kike analindwa, mama na miradi yake, miradi ya kufuga kuku, ya ukulima, sisi ndio tunapeana zile pesa za grants. Mpe 100,000, mpe 200,000 yule mama katika grupu yake, wanafanya kazi nzuri. Wakulima watermelon tunawapa sisi pesa. So kuna vitu vingi sisi tunafanya. Mimi nikikwambia nimepeana sewing machines, full scholarship. Aya, tumepeana maboti na neti zao za wavuvi kule kwangu. Tumepeana posho mill, wa mama wale wamelima, vikundi vyao vinalima mahindi, wasage, watwange, wasage na wauze unga. Aya, tumefanya saizi na mradi wa mattresses wa widows na widowers na chakula kwa juu. So vitu vingi, mipira the balls kwa watoto wavulana. Maana nikienda shule kupeana sanitary towels kwa wasichana, lazima wale mtoto mvulana nimwachie kitu. So mfumo wangu kupeana sanitary towels kwa mtoto msichana katika shule zangu zote za primary na secondary, na kupeana football, volleyball, netball au wasichana, ili tulete ule usawa. Na nataka kukujulisha, huu usawa tumezungumza wa uwakilishi wa kike ndani ya bunge, si usawa wa pesa, ni usawa wa namba za kina mama, wanawake na wanaume ndani ya bunge. At least a third, thuluthi 3 ndani ya bunge. Si usawa wa chochote, hakuna usawa wa pesa. Maana ndio pesa hizi kidogo. Ndio tuambia sisi wanaotusikia, rais kama tusikia, Mheshimiwa Ruto, manake huku tuongezewa, huku zatolewa. Juzi umeona tukipiga makelele. Milioni 500 zimetolewa, tulipewa na zimechukuliwa. Lakini kama wanataka kutupa sisi wawakilishi wa kike pesa equivalent to one constituency, itatosha. Wasema ya kutosha. Huku wanatuogopa saa hizi. Mwambie ukweli, wanatuogopa kwa hizi pesa kidogo. Lakini ile miradi tuna pesa, tunapeana stable banking wakina mama, wanakopeshana wenyewe, wakiregesha wamesaidika. Water tanks, mimi nimepeana water tanks, girls secondary schools water tanks. Nimepeana water tanks na car wash machine kwa bodaboda wetu. Hawa bodaboda walikuwa wakitumiwa hawa. Bodaboda, wao mama mboga hawa. Tumewapa water tanks, car wash machine, tax drivers. They're doing very well. Kwa hivyo ile mradi tunafanya, sisi tunaangalia yule mtu wa chini. Yale majukumu yetu matatu ya huku ambao tulipewa ndani ya katiba hayawezi kukuregesha ndani ya bunge. Tunaangalia ule binadamu tunafanya. Asante. Wapongeze, manake katika mikutano yenu ya hadhara, hasa wakati mnaposhikana kwa sababu ya ngafu, mnaonekana kuwa na ushirikiano mkubwa kushinda wapinzani wenu. Yes. Lakini Mheshimiwa Gladwell, niulize swali hili. Licha ya kwamba hukufaulu kurudi tena katika uchaguzi, inakubidi uwe mshindani wa aina gani kama mwakilishi wa kike tofauti na mwakilishi wa kiume ama mbunge wa kiume katika masuala ya ushindani? Kwa sababu ile miradi unaofanya wewe, gavana pia ataka afanye.
mbunge pia anataka afanye, MCA anataka afanye, ili uonekane mshindani, kwa sababu naamini kwenye siasa ni huduma, halafu zaidi pia ni ushindani wa masuala ya kisiasa. Unatofautishaje kazi zako na za mpinzani mwenzako ili uhakikishe kwamba nyota yako inang'aa katika masuala ya kisiasa na hata katika kutoa huduma kwa mwananchi? Swali hilo ni ngumu, lakini naweza kukuambia Nimrod, jinsi ambavyo unavyofanya hiyo kazi ni kutembelea tu wale watu wa chini, wale watu kabisa wamesaulika katika jamii, ambapo unasikia akina mama wenzangu wakisema ni kuinua. Utakuta sasa, kama kwa mfano wakati nimekuwa kule kama mwakilishi wa wanawake, mimi nilikuwa ninaenda, utakuta vijana wako pale baharini wanakaa kutegea tu wale wengine wenye wako na neti za kuvua huko Lake Baringo, na walikuwa vijana wa jamii mbalimbali. Nikawaweka pamoja na kununua na neti za kuvua. Vijana hao kuanzia hapo wamepata fedha, wanaingia bahari, wanafua kama wengine, wanakuja wanauza samaki. Unakuta akina mama wenye wanauza kwa mfano hata asali, kwa maanake Baringo kuna asali. Utakuta atakwambia mimi shida ile niko nayo, hatuwezi kununua mikebe ya kupaka ama kuweka asali value addition ndio sasa tuweze kuuza. Unarudi sasa unawatengeneza pesa, unawapatia pesa, next time ukiwapata wako na asali nyingi mno ambao wanauza hapo kando ya barabara. Unapata wale watu walemavu. Kwa mfano nimekuwa na walemavu na bado wako, nimekuwa nikiwapatia wheelchairs. Lakini kuna jambo nilikuja kuona pale Baringo. Nikaona hatuko na usawa na wale watu wako kamili na wale watu walemavu. Basi nikafikiria, nikaona tukija mkutano kwa mfano town ya Kabarnet ama Rabini kwa mfano, wale watu ambao ni walemavu huenda msalani wapi? It's true. Wao watu waenda wapi? Nikafikiria, nikaona sio vyema. Nikaamua sasa kuweka fedha, nikajenga choo za walemavu kwa kaunti nzima, kwa kila town. So ndio wakifanya biashara, na nikawapa wale walemavu iwe ni kazi yao ya kutumia na pia kupata fedha. Kwa hivyo hiyo peke yake ni unique, ni kitu ambayo si kawaida. Na wale walifurahia sana, na sasa wale watu wengine ambao si walemavu pia wanaweza kuingia to, wanalipa pesa zao 20, wale walemavu wanapata fedha, na pia wamewekwa vizuri, manaka wako na mahali pa kujisaidia na watoke vyema bila kutatizika. Kwa hivyo sisi wamama ama wanawake tunafikiria kwa undani sana, na tunaenda karibu na mwananchi. Wengine hawana nyumba completely, na pale kwa mlango, of course bila kuwalaumu, utapata kuna mzee wa nyumba 10, kuna pale chief, kuna MCA next to them, kuna hata pastor, lakini utakuta ni mama tu ndiye amekuja kugundua kwamba huyu mtu anahitaji usaidizi na akamjengea nyumba. Kwa hivyo sisi akina mama naweza sema kuna jinsi ambavyo tumebarikiwa na kuona vitu kwa undani. Kwa hivyo maneno yetu mara mingi haifanani. Mimi ni mmoja ambaye nilitengeneza tournament for consecutive years every year. Sababu ya kuweka hiyo tournament, wakati nilipoomba kura, niliona vijana wengi wako maveranda, wako center hapo tu idol nini. Nikaona si vyema kuweka vijana kwa hiyo njia. Nikaona hata kama kazi hakuna, niwapatie jinsi ya kujiengage. Nguvu yao hiyo mingi wapate kutumia kwa njia nzuri. Ikifika ni majioni, watakuwa wamechoka, wanaenda kupumzika. Na katika ile hali nilipata watoto ambao walipata sponsor, wengine walipata kazi ya KDF jeshi prison kupitia hiyo njia. Nilipata watoto hata walikuwa sponsored kwa shule from form 1 to form 4. And vijana walikuwa excited and walikuwa kila wakati, na unaona wako na mambo maovu ambayo wanafanya ikapungua. Manake wako na nafasi ya kufanya mambo ingine. Kutaka kuongeza tu Nimrod, kwa sababu naona nataka kuwapatia wamama encouragement, kuwatia moyo, kuambia kwamba tufanye kazi pasipo na kufikiria kwamba tumenyanyazwa. Twende tu tujikakamue katika hiyo nafasi. Watu wanaweza kosa kuona kazi yako saa hizi, lakini kuna wakati wataweza kuona hiyo kazi na hata kufikiria kukupandisha cheo.
na kuambia kwamba akina mama tusikae tu hapo, tusifikirie kazi yetu sasa ni kuwa wakilishi akina mama. Tuwape wale wamama wengine pia nafasi, tusonge sasa, tuende tupingane na wanaume, kama ni Senate, kama ni eneo la bunge singo ama ugavana. Ndio sasa tuongeze, hiyo ndio njia. Kama wamekosa kutuongezea watu kabisa, sisi tusonge ambao tumejua njia ya kushika siasa na kufanya kazi, ili wale wengine wanajifunza wapitie hii nafasi yenye tuko. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Wasito. Yes. Kuna sehemu ambazo mmejikita katika kutoa huduma na ni masuala ya afya. Kama alivyosema Mheshimiwa Mbeyu na wengine wenu, ni kwamba mnajali sana pia maslahi ya kina mama. Iwe ni kina mama wajawazito, wasichana waliojifungua mapema kupitia ndoa za mapema na kadhalika. Lakini utakuta kuna sekta ambazo zimegatuliwa. Zinafaa kuwa chini ya pengine serikali ya kitaifa au serikali ya ugatuzi. Inakuwaje basi majukumu hayo yanapuuzwa? Na ungesema nini kuhusiana na swala hilo? Kwa sababu kama mngejiondoa katika masuala ya kujali masuala ya afya na serikali za kaunti zile zinafanya, ingekuwa pesa zile mnazotumia katika masuala ya afya mnaelekeza kwengine. Sitaki kusema hivyo niwatie dosari ama ushindani kati yenu na magavana, lakini tatizo lipo. Sasa ingekuwa bora kama magavana au serikali za kaunti zimefanya kazi yao, zingewapunguzia mzito. Huoni kama hiyo ni sawa Masisa? Asante sana Nimrod. Kwa kusema ukweli, sisi kama wawakilishi wa kike tuna majukumu mengi sana ambayo unaweza kuona kati ya yale tuliowekewa, lakini tumeingilia na mengine, na ni kwa sababu kama Mheshimiwa Mbeyu alivyosema, ni ule ubinadamu na hii ni siasa. Usipofanya wewe, mwenzako atafanya. Na tunaona hii pesa huenda ikawa kule kwa counties labda haitoshi, sijui, kwa sababu walai zile cases ambazo tunaletewa sisi au yale malalamishi au zile haja za watu ambazo wanatuletea kuhusiana na mambo ya matibabu ni mengi. Mengi sana. Kama ni pesa hazitoshi, kwa sababu kama nyinyi mnatumia kidogo na zinafikia watu wengi. Hivi sasa pengine mnalilia tu pesa ambazo zinatosha eneo bunge moja. County inapata kwa mwaka mabilioni. Kukosa kuwajibika. Lakini unapata mwananchi bado anakufuata wewe, anakwambia mheshimiwa. Sasa ni nia ama ni kitu gani tofauti? Kwa sababu naamini kwamba yoyote ambaye ni gavana sasa hivi, ni mume au mke, akiwa anapewa nafasi yako kama mwakilishi wa kike, atataka kufanya vile unavyofanya wewe, na zile pesa kidogo zitamtosha. Sasa kama ana nafasi kubwa, mbona hazitoshi? Sasa hapo ndio sijui itakuwa ni nia wala ni roho ya kusaidia lakini sisi wanawake kwa kusema ukweli, ile party tunacheza sehemu kubwa sana kama vile hayo mambo ya matibabu na mengineyo ambayo si majukumu yetu kwa kusema ukweli, lakini inatubidi tufanye kwa sababu sisi tuna ubinadamu. Na mara nyingi kwa sababu sisi wanawake tumekuwa marginalized, tunaelewa shida ya yule mwanamke aliyoko kule chini mashinani. Tunajua kulala na njaa, tunajua kubeba watoto wawili mgongoni na mmoja umemshika mkononi, unatembea naye kilomita 10 kwenda kutafuta maji. Unajua wewe unataka kwenda shambani, unajua lazima mzee naye pia ale, mtoto naye ale. Sasa yani katika ile caring ama kujali ama ulezi imetufanya roho zetu zimekuwa zimelainika sana, na ndio maana tunajipata tumeingia katika shida ambazo hata si majukumu yetu Nimrod, lakini inatubidi tufanye hivyo hivyo. Mimi pale Kwale nikiangalia, simalizi wiki moja wiki mbili nitaenda kuchangia mgonjwa. Na ni maeneo bunge tofauti. Yes. Lazima nitafanya mchango wa kuchangia mgonjwa. Lazima nitafanya mchango wa kuchangia maiti ambayo iko mochari wanataka kuzika. Lazima, yani vitu kama hivyo ambavyo siko katika kweli kwa majukumu yetu, lakini inatubidi tufanye kwa sababu ya ule ubinadamu. Hapo mimi nitasema tu ni ubinadamu peke yake ndio inatufanya tunaingia pale. Chengine katika ile kuwawezesha, tunataka kuwezesha wanawake, tunataka kuwezesha walemavu, tunataka kuwezesha kina mama, na ni kuna vitengo vingi ambavyo vinawagusa wao. Siwezi tu peke yake nikakupatia pesa ya kikundi nikwambie chukua hii pesa mama. Kama mimi pale Kwale tuseme nimefanya miradi ya kusaidia vikundi vya kina mama kupitia yale mahema na viti, wengine pia wanafanya ule kule kuvuna asali, nimewapatia water tanks, nimewapatia vierahani, nimewapatia mambo mengi kwa jumla. Hiyo ni kwa uchache naweza kuyasema, lakini sasa yeye hawezi kutimiza ile ndoto yake kama atakuwa ni mgonjwa, kama atakuwa hawezi kufikia huduma za afya. Lazima mimi kama mwanamke kwa ile huruma, kwa kule kujali kwangu, lazima niingilie kati masuala kama haya. Nataka kuchangia hapo ulipoachia. Kwa dakika moja tu nimuulize. Nataka kufafanua kitu Nimrod. Kuna kitengo cha hizi pesa za ngafu. Hizi pesa ambazo tunapewa sisi.
zinamulika wamama, vijana na ndugu zetu wanaishi na ulemavu. Hapa ndo sisi tunaingia katika mtego. Maana mama, kwa sababu hizi pesa zinamlenga, janga lolote, shida yote atakompata, atakufuata wewe. Kwa sababu anajua Mama Mbeyu, Mama Lao, Mama G, Wakilifi, yeye ndo anahudumia kina mama. Pesa za ngafu zinalenga vijana. Kwa hivyo kijana yule akitaka fee, Mama G. Akitaka pesa za kufanya mradi watengeze asali, wende watengeze yogurt, wauze bidhaa, Mama Lao. Kwa hivyo hizi pesa malengo yake ndio yametuweka katika mitego ya kufanya wholesome, kwa sababu mama yoyote anajua pesa zake ziko kwa mama account. Kijana yote anajua pesa zetu ziko kwa mama account. Walemavu mimi nimepeana wheelchairs. Tunawasaidia na mambo mengi kwa sababu hichi kitengo cha pesa za ngafu ndio kimekututia tuwafanya majukumu yote ya kibinadamu na wala si haya ya katiba. Asante. Mheshimiwa Mayo, tuko katika karne 21. Inasikitisha kwamba mpaka kufikia sasa kuna wasichana wa shule ambao hawapati sodo. Kweli kabisa. Sanitary towels. Na ni ahadi zimetolewa si na nyie viongozi bali na serikali kuu. Kila serikali inayoingia. Kampeni ya Rais William Ruto ilikuwa ya kwamba atasaidia katika kutoa nepi ama sodo hizi zinatumika na wasichana katika shule. Inakuwaje mpaka sasa hivi wasichana wanawategemea nyinyi kama wabunge kuweza kuwapa visodo na nafasi ambayo inawapa heshima wakati wanapitia masuala? Asante sana Nimrod. Kwanza kabisa inaelekea miaka mitatu tangu nichukue hiki kiti cha wamama, na tumegawa mara moja pekee na hazikutosha, kwa sababu mwanamke msichana ambaye ameshafika adolescent ananyesha monthly, na sodo zililetwa once na ni chache. So last year, na tena sio mama county ndio walipewa kufanya procurement. Tuliletewa tu, lori imefika, unaambiwa kimbia, imeshafika, enda gawa. Alafu unaambiwa gawa watoto wa primary wale wamekuwa wakubwa kidogo. Day schools zile zinapatikana kwa counties. Hapo ndio 100% surety kwamba huyu msichana ananyesha monthly. Sasa unaleta sodo hazitoshi na unasema patia wa primary wale wa JSS pekee. Ukitaka kupeana zaidi, hiyo ni shida yako, ujue mahali utatoa. Shida iko hapo. Alafu kule katika magazeti watu bila kujua nini inaendelea chini chini, inasemekana mama county anakula pesa za sanitary towels. Hatuguzi hata shilingi, tunaletewa sanitary towels yenyewe, tujui nani ameprocure. Huyo ambaye ameprocure haelewi quality yenye inafaa kupewa mwanamke kutumia ndio akwe comfortable katika darasani. Tuliletewa poor quality, ile inakaa gamu sijui mzito. Sasa nikashindwa ni nani huyu ana unyama hivi, amechelewa kwanza, ameleta zile mbaya tena ni chache. Inawagharimu kama kiasi gani cha pesa zenu ambazo zimetengewa katika katika masuala ya hedhi ama usafi wa hedhi kwa wasichana? Yafaa tupewe kitu 500 million tununue, lakini unajua kila siku bado kama mwalimu, mimi ni mwalimu. This year unaweza kuwa na watoto 30. Next year uko na 47. So yafaa to project saa ya kubudget tununue extra. But Rais Ruto alisema kila mama county asimamie kununua visodo. Lakini mpaka sasa kuna bado kikwazo kikuu. Gender office ijui. Alafu hii gender docket pia, acha nirudi nyuma kidogo, iko pia kwa county, it's devolved. So kuna ile duplication. Kuna wakati huo niligawa sodo nikamaliza, tena naona gender department kwa county pia imeanza kugawa kidogo, tena ikaachia hapo. So mimi katika maono yangu hiyo gender docket ambayo iko kwa county na social protection iletwe kwa chini yetu sisi women reps. Alafu pia tupewe kugawa oversee feeding program lunch. Tupewe. Mimi nilikuja nikashikana na CEO Yusuf wa Nakonek. Nikamwelezea kwamba Budalangi kila siku mnasikia serikali saidia floods. Watu hawaishi, hawalali. Mvua ikija hauna boma. Na Funyula kuna mahali ambapo hata ukipanda nini haitamea. Kule Teso North juu ukiendea huko Changara hata upande nini ni
mawe tupu, ndio kwa sababu hata inaitwa changara. Walikuwa wameweka ASAL program kule Eastern na North Eastern pekee. Nikasema hii ASAL ongeza F floods pia hapo ingiza. Na hii semi arid and arid pia huko Busia iko. Bahati mzuri nilikuja wakati unaofaa wakaingiza. Nimegawa hiyo chakula Teso North, Funyula na Budalangi mara moja pekee. Watoto wakaanza kulimbikizana darasani kwa sababu kuna chakula. Sasa kama nilifikiria hivyo, wamama wote hiyo yafaa wapewe hiyo docket, wapeane chakula mahali ambapo kuna shida. Na, asante. Yeah. Mheshimiwa Rahab, ni juzi tu wananchi wamehusika katika mchakato uweza kuzungumzia masuala NGCDF na vile vile NGAF kama zisalie chini ya usimamizi wa wabunge na afisi ambazo bodi zimechaguliwa ama la. Mtazamo, manake nilikuona kwenye runinga ukizungumzia swala hilo na ni swala ambalo liko karibu na moyo wako zaidi. Tueleze, ni swala ambalo mnalikumbatia iwapo msalie nayo ama zielekezwe kwingineko? Asante sana, na ni kweli nilikuwa na public participation huko Nyeri na kabisa tunaikubatia kabisa. Kwa sababu unajua kumekuwa na vita, CDF imekuwa ikipelekwa kotini kila wakati. Ati hiyo pesa imalizwe, sinjui ipelekwe county government. Na sasa ndio tukaona tufanye public participation, wananchi waamue. Na kulingana vile uliona, wananchi wamesema CDF isiende na wakashangia GAF sana. Walisema heri CDF iende, lakini pesa ya GAF ibakia hapo kwa sababu wanafeel ile kazi wamama wanafanya. Pia ukiangalia maneno ya CDF, ukiangalia kama madarasa zenye zinajengwa huko kwa mashule, MPs ndio wamekuwa wakifanya hiyo kazi. Kuna hii maneno ya securities, unaenda maneno ya police post, hiyo ndio kazi wa MPs wanafanya, na pia wanapeana basari. Nimekuambia wamepatiwa pesa mingi sana ya basari. Lakini ile kitu tu ningetaka kuomba waheshimiwa wetu wakubali tusaidie wale watu wanahitaji kusaidiwa. Tusitumie hiyo pesa vibaya na kuenda kuhonga wale watu wanaweza. Na mimi waambia watu, hata nikipeana basari Nyeri, wewe mwenye unaniangalia unaweza somesha mtoto wako. Mungu amekubariki. Umeasha mtoto wa mtu ako na disability, neighbor wako. Ukaasha mtu maskini kabisa, neighbor wako. Ukaenda ukachukua hiyo basari, huyo mtu akakosa basari, mtoto akakosa kwenda shule. Mimi huambia wewe utachukua hiyo basari ya governor na MCA. Unajua by the way Nimrod, MCA ako na basari mingi kutuliko sisi. Akigawiwa pesa na governor ya development ako na pesa mingi sana kuliko women rep. Sasa mimi huambiwa utachukua hiyo basari, mtoto wako aende asome. Lakini kwa sababu ulikataa kusaidia mtoto wa maskini, Mungu hatakubariki. Kwa hivyo general vile ningesema it was very positive. Watu wamekubali na wamesema hiyo pesa ya GAF iwekwe hapo kwa constitution na hiyo pia pesa ya CDF. Na unajua pia niliwaambia usiashirie ile kitu umeshika kwa sababu ukiashiria hiyo pesa utajua mahali itaenda. Bila shaka. Yeah. Joyce, nitakuja kwako, tuanze na wewe. Tunaenda mapumzikoni lakini nitakuja tuzungumzie masuala pia yanayofungamana na siasa. Iwapo majukumu mliojitwika, majukumu ambayo mnatekeleza yanaoana vipi na siasa katika serikali za kaunti na hata maeneo bunge. Kuna mbunge ambaye akaona pengine unafanya kazi nyingi sehemu yake kumshinda yeye. Siasa zinakuwa namna gani? Mtazamaji, usiondoke hapo ulipo. Tunarudi kuzungumzia masuala ya kisiasa katika wadhifa huu wa mwakilishi wa kike.